Karibu kwa mara nyingine tena mpenzi mtazamaji ambao unatutazama YouTube na pia msikilizaji wa CTR Radio. Karibu katika kipindi kizuri ambacho tumekuandalia, kipindi cha Imeandikwa. Leo ikiwa ni Jumanne ya tarehe 11 mwezi wa 5 2025. Leo tumekuandalia episode mpya tena ambayo imeandikwa, na swala kuu ambalo tutakuwa tunaiangazia jioni ya leo ni je, siku ya Sabato ni muhimu? Siku ya Sabato ni muhimu? Na ujue tunaangazia kupitia kwa maandiko. Hivyo basi tutakuwa mtumishi wa Mungu atakuwa anaangazia hayo maneno kupitia kwa maandiko ambayo yameandikwa kwa Biblia takatifu. Bila kupoteza muda, nimkaribishe ili tufungulie kwa ombi tuendelee na kipindi chetu cha leo. Karibu. Asante sana mtangazaji. Basi ninaomba kwamba tuombe jinsi ambavyo tumesema. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako. Tunasema ni asante maana umetupa tena nafasi nzuri katika kipindi hiki cha Imeandikwa kuweza kuliangalia neno lako na kutazama mambo muhimu kuhusu Sabato. Bwana, neno lako ambalo umelituma kwetu ili tuweze kupona. Ninakusihi kwa jina la Yesu ukaweze kumsaidia msikilizaji na mtazamaji wakati tunayazungumza haya, yafanyike uponyaji kwa maisha yao. Bwana, yawe pumziko, yalete pumziko kwa maisha yao. Ninakushukuru maana umesikia ombi letu, ni kwa jina la Yesu. Amen. Karibu tena mtazamaji ambao unatazama YouTube na pia msikilizaji wa CTR Radio katika kipindi hiki cha Imeandikwa. Utakuwa nami Aaron Mwita kutoka sasa hadi tamati tutakapofika mwisho wa kipindi hiki. Nikukumbushe basi ambao unaingia saa hizi, nikwambie tutakuwa tunaangazia kuhusu Sabato. Na swali kuu ni kwamba je, siku ya Sabato ni muhimu? Swali la kwanza ambalo nataka tuliangazie kwamba tujue kwamba Sabato ni nini. Wapo wengi ambao wanauliza kwa Sabato ni nini? Na mtu akielewa kuwa Sabato ni nini, I think baada ya hichi kipindi mtazamaji ama msikilizaji utakuwa unaelewa ni kwa nini umeamua kuichagua Jumapili au Jumamosi kama siku ambayo wewe ni ya kuabudu Mungu ama ndio Sabato yako. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tuelezee. Asante. Labda kabla tujibu Sabato ni nini, nijitambulishe tu kwamba kwa yule ambaye labda yawezekana anajiunga nasi siku ya leo. Nimekuwepo kwenye kipindi hiki, wapendwa wengine wameweza kuelewa. Ni mchungaji Anthony Rioba wa kanisa la Pefa Customs, ndio ambaye huwa tunakuletea kipindi hiki cha Imeandikwa. Nirejelee swali hili kwamba Sabato ni nini. Kuna tofauti kati ya Sabato na siku ya Sabato. Kwa hivyo Sabato maana yake ni pumziko. Maana ya Sabato ni pumziko. Lakini siku ya Sabato ni siku ya kupumzika. Na ndiyo maana unaona kwamba watu walishazoea kwamba Sabato ni siku ya kupumzika. Sasa unakuta hiyo ni siku yenye watu badala waende kuabudu wanalala, maana ni siku ya kupumzika. Hawakuelewa kulikuwa na umuhimu. Ni kwa nini Mungu alitaka watu wapumzike? Kulikuwa na umuhimu wa kupumzika, jinsi ambavyo tunaona katika maandiko. Lakini sasa watu wametumia neno Sabato vibaya, wanalala, asubuhi inafika lakini mtu anapumzika tu, maana ni siku ya kufanya nini? Ya kupumzika. Na ndio maana ni muhimu mtu aelewe kwamba Sabato sio kupumzika tu, lakini ni siku ya kuabudu. Ndio. Unaona? Ndio. Watu tukijua kwamba siku hiyo ni ya kuabudu, tutabadilisha mtazamo wetu, utoke kupumzika tu, uingie katika kumtafuta Mungu, katika kumwabudu Mungu. Na huo ni mtazamo muhimu sana. No. Watu wengi wanataka tu kupumzika, wanataka tu kukaa tu nyumbani. Amepanda pale muembe, mti ambao una baridi, anakaa pale, anasikiliza tu redio, anasema nilikuwa ibadani. Kumbe anapumzika tu, maana ilijulikana ni Sabato ni pumziko. Okay, katika hiyo umesema kwamba lazima mtu aelewe kwamba kuwa siku ya Sabato, Sabato ni pumziko. Yaani ni siku ambayo imetengwa kwa ajili ya kupumzika. Lakini sasa sisi tunaichukulia kama ni siku ya kupumzika na hatuiweki kama siku ya ibada. Yes.
Ndio msikilizaji ushaelewa na pia mtazamaji. Hivyo basi kama ulikuwa umeitenga siku ya Sabato kama siku ya kupumzika, ujue pia una juhudi la kufanya ili uelewe kwamba ni siku pia ya kumwabudu Mungu. Basi tuangalie Sabato na tuangalie Sabato kwa awali katika Agano la Kwanza, niseme hivyo. Wao Sabato yao walikuwa tuseme Sabato walichukulia kwa namna gani? Asante. Mtangazaji, Sabato katika Agano la Kale iko katika sehemu 3. Na hizi sehemu 3 ndizo nataka tuziangalie. Iko katika sehemu 3 kwa sababu namba 1, Mungu mwenyewe akapumzika. Kwa hivyo baada ya Mungu kufanya kazi, ameshamaliza kuumba, Biblia inasema kwamba akafanya nini? Akapumzika. Kwa hivyo nataka, kwa sababu imeandikwa, wacha turejelee maandiko pale Mwanzo 2 kwa haraka tu. Mwanzo 2 mstari wa 2 na wa 3, Biblia inasema, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Unaona? So jambo la kwanza ni kwamba starehe jinsi ambavyo Sabato jinsi ambavyo nimesema ni pumziko, maana tumetoa hapo kwamba baada ya Mungu kufanya kazi siku 6 alipumzika, akaitakasa siku ya 7, akaingia katika pumziko lake. Na kuna kitu ambacho tunakosa kuona. Mungu hakupumzika siku ya 6, siku ya 7 baada ya kufanya kazi siku 6, alafu siku ya 8 ama ya kwanza ya juma akarejelea kazi. Mungu alipumzika siku ya 7 na akapumzika milele. Mungu aliumba ama alifanya kazi kwa siku 6. Siku ya 7 ilipofika alipumzika, hakuwahi rudi tena kuumba. Unaona? Jambo hilo lina umuhimu sana, kwamba wakati unaingia katika pumziko la Sabato unapumzika milele. Nitalieleza liweze kueleweka baadaye. Na mara nyingi sisi tunataka tupumzike tu Jumamosi kwa sababu ndio Sabato. Baada ya kupumzika siku moja tunarejelea kazi. Unaona? Mtu anaweza kuwa anashangaa, utapumzikaje milele, utakula nini? Mambo haya ni ya kiroho. Sabato si jambo tu la kimwili, Sabato ni jambo la kiroho, na tutakuwa tunaliona. So sehemu ya kwanza katika Sabato tunaona kwamba Mungu alipumzika baada ya kufanya kazi siku 6. Hiyo ndio the Old Testament view. Alafu jambo la pili ni kwamba ilikuwa ni sheria ama amri. Kati ya zile amri 10, Sabato ilikuwa mojawapo ya zile amri 10. Biblia inasemaje pale Kutoka pale 20, Kutoka 20 mstari, nafikiri msikilizaji wangu kama ameshafika pale, Kutoka 20 mstari wa 8 pale, Biblia inasemaje pale? Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka 11, Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7 akaitakasa. Unaona? Hiyo ndio sheria ya mwisho kuhusu Mungu. Unajua sheria za kwanza 4 ni kuhusu Mungu. Sasa sheria ya mwisho kuhusu Mungu ni hii ya Sabato. Alafu sheria ya 5 ama amri ya 5 inaanza na kuheshimu wazazi, ambayo ndio inakuja sasa kwa nini? Kwa mambo ya watu. Kwa hivyo pale ni amri. So tumeona ya kwanza Mungu anapumzika. Alafu ya pili ni mojawapo ya zile amri 10 ya kwamba mtu aweze kupumzika, namba 1. Namba 2,
ama sehemu ya pili ni kwamba wakati unapumzika unajitolea kumwabudu huyu Mungu. Naona? Kwa sababu ni sehemu ya kukupatia nafasi ya kumkaribia Mungu. So sio siku ya Sabato ya kupumzika tu nikatosha. Hapana. Unapumzika sawa, lakini unachukua nafasi ya kumtafuta Mungu, unachukua nafasi ya kumwelekea Mungu, unachukua nafasi ya kumsogelea Mungu. Na tena katika amri hii kuna uzuri ama umuhimu wa tatu, ya kwamba wakati umeacha kufanya siku ya saba kazi, unaashiria kwamba Mungu anaweza akakulisha hata kama haujaenda kazini. Na hili ni la muhimu sana. Ninawasihi hata wanaofanya kazi, Mungu awape neema na akufungue macho, ifike sehemu ambayo utakula bila kufanya kazi. Maana watu wengi wanakula baada ya kufanya kazi. Simaanishi kwamba uende ulale usifanye kazi na ule. Na maanisha ufanye kazi, Mungu akubariki, ufike viwango ambavyo utakuwa umewekeza hata bila kufanya kazi, unakula tu. Amen. Kutokana na kuwekeza. Sasa Mungu anajaribu kutuonyesha kwamba yeye anapeana, he is the provider. Anapeana hata tukipumzika tukamwabudu bado tutakula. Amen. Unaona? So kuna umuhimu wa Sabato kulingana na amri mara tatu. Moja, kupumzika; mbili, ni nafasi ya kumtafuta Mungu; na tatu, ni kuonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kutulisha hata wakati hatujafanya kazi. Inamaanisha hata wewe leo jitahidi, jipange, uweze kufanya kazi, uweze kuwekeza, uweze kula bila kufanya kazi. Unajua kama wewe saa hii miaka yako bado haijaenda, unajisikia uko na nguvu ya kufanya kazi. Sasa itakuja ifike wakati ambao hauna hizo nguvu. Hizo nguvu hazipo, hata kuamka ni shida. Utakuwa unakula nini wakati huo? Kama hujawekeza. Lakini sasa wakati uko na nguvu, ni Mungu anakufundisha kwamba chukua nafasi yako na zile nguvu nazo basi ukatumia fedha unazozipata kuwekeza, ili itakapofika wakati wa pumziko uko na kitu ya kufanya nini? Kitu cha kula. Haleluya. Wakristo wengi hatupendi mambo hayo. Wanataka tu kwamba muujiza pokea chakula. Hamna.